Jamani, habari za asubuhi. Kwanza nianze kwa kuomba radhi kuchelewa kidogo kwa sababu ya mwingiliano wa ratiba katika majukumu ya siku ya leo. Waandishi wa habari, wageni waalikwa, wataalamu mliopo, mabibi na mabwana, karibuni sana Moi. Siku ya leo ni siku adhimu kwa sababu tunakutanika ili kupeana taarifa juu ya mkutano mkubwa sana ambao wataalamu wanaohusika na magonjwa ya saratani katika mfumo wa fahamu, inaitwa neuro-oncology, watakutana na wenzao kutoka nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara katika hoteli ya Johari Rotana hapa Dar es Salaam kuanzia tarehe 13 Julai mpaka tarehe 15. Huu ni mkutano wa aina yake, hasa ikizingatia nafasi adhimu taasisi ya mifupa na magonjwa ya mfumo wa fahamu iitwayo kama Moi kuweza kupata kama mwenyeji wa mkutano huu, wakishirikiana na wataalamu wabobezi mahiri kabisa kutoka taasisi ya magonjwa ya saratani ya Ocean Road. Kwa umoja wao pamoja na ndugu zao wengine kutoka katika bara la Afrika watakutanika hapa na wenzao kutoka nchi nyingine watakazokuwa wamewaalika na waliokubali mwaliko kuja kujadiliana baadhi ya mambo yanayofanya kuwe na mwanya mkubwa sana, wao wameuita pengo, katika utoaji wa huduma zinazohusu wagonjwa ambao wanaishia kupata saratani katika mfumo wa fahamu. Tunapenda kutumia neno hilo kwa urahisi, lakini maana yake ni kwamba ni ubongo, mfumo wa fahamu, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu. Sasa mkutano huu ni wa muhimu sana kwa sababu kwanza, katika nchi yetu na katika bara la Afrika kwa ujumla, hasa nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, tuna upungufu mkubwa sana wa wataalamu wenye ujuzi, lakini vile vile uwezo wa kutambua na vile vile kutibu. Licha ya hivyo, dunia imepiga hatua kubwa sana kusonga mbele katika kushughulikia wagonjwa na matatizo ya namna hii. Upungufu wa vifaa vya kisasa vya kushughulika na magonjwa katika mfumo wa fahamu nao umechangia kuwe na uhitaji wa wataalamu hawa kuja pamoja kujadiliana, halafu kukubaliana ni vipi vitakavyofaa katika mazingira yetu, halafu na vipi ambavyo vinaweza vikasubiri muda kidogo. Lakini vile vile wote tunafahamu kwamba ni changamoto kubwa sana kuagua mtu, halafu baada ya kuagua kumpatia afua inayostahili kwa ugonjwa aliokuwa nao. Kwa sababu ya uchache wa wataalamu hawa, manake ni kwamba hili pengo linapelekea wagonjwa kutibiwa na watu ambao labda hata wasingestahili kuwaona kama ufahamu ungekuwa upo katika vichwa vya wataalamu wetu, kwa kuwapeleka mara moja, na kwa namna hiyo kupunguza changamoto ya hawa watu kuchelewa, na muda ukifika wa kuletwa kwa wataalamu wanakuwa wamechelewa sana. Kwa hiyo basi hili ndilo litakalokuwa la msingi litakalojadiliwa katika huu mkutano wa SNOSA utakaofanyika hapa Johari Rotana. Nimekumbushwa kwamba kauli mbiu ya mkutano huu inasema Bridging the Gap in Neuro-Oncology for a Healthier Sub-Saharan Africa, au kwa lugha nyingine kuziba pengo katika matibabu ya magonjwa ya saratani ya mfumo wa fahamu katika hii kusini mwa jangwa la Sahara, ili tuwe na watu wenye afya bora zaidi. Ni watu gani ambao tunategemea kuwaona katika mkutano huu? Kwanza watakuwa ni wataalamu, yani mabingwa wa upasuaji, na ndio maana Dr. Hamis Shabani yuko hapa akiwawakilisha wenzake ili waweze kuja kuangalia mzigo ni mkubwa kiasi gani, na wataalamu kwa umoja wao waweze kuweka akili ili kujadiliana namna bora ya kuagua, halafu baadaye namna ya kuyatibu. Tutakuwa na wataalamu wa radiolojia, na hapa napo tunao wa kutosha. Daktari Fundikira nimeambiwa kwamba yeye ndio boss katika nchi hii anayeangalia inapokuja kwenye hii tasnia ya radiolojia. Halafu kutakuwa na wale ambao wanachunguza magonjwa wanaitwa pathologists au patholojia. Halafu kuna wale wataalamu kutoka Ocean Road wanaotoa tiba ya mionzi inafahamika kama radiotherapy. Hawa nao watakuwepo. Halafu tutakuwa na madaktari wa kawaida, kutakuwa na wauguzi, halafu tutakuwa na wananchi watakao kuwa na kupenda kuhudhuria mkutano ili wajue wanasayansi wanapokutana hapa wanaongea kitu gani. Hasa mambo yote haya yanaweza kwenda vizuri sana, lakini watunga sera wasipokuwepo itakuwa ni kama tunakaanga mbuyu
Kwa hiyo hawa nao tunategemea watakuwepo, alafu na washiriki wa maendeleo. Hapa tutakuwa na fursa ya wataalam kubadilishana mawazo ili wakimaliza sasa waweze kuwa na mwelekeo wa pamoja. Nimepewa orodha ya baadhi ya mambo machache ambayo yatajadiliwa katika mkutano huu. La kwanza ni mbinu za kisasa za kwanza kutambua, yani kuagua hizo vimbe katika mfumo wa fahamu, yani ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu. Alafu teknolojia za kisasa ambazo zimeleta matokeo chanya kwa wagonjwa wanaopata shida hiyo. Alafu kutakuwa sasa na majadiliano ya nafasi ya radiolojia katika kuagua, katika kutibu wagonjwa hawa. Alafu vile vile kama mnavyofahamu, siku hizi tunaongea sana mambo ya ubunifu, yani innovation, nayo itakuwa na nafasi ya kuzungumzwa katika mkutano huu, ili nayo iwe chachu ya kupeleka mbele namna ya kutibu magonjwa haya. Mbili za mwisho ni mashirikiano mbalimbali, alafu na networking ambayo inajulikana, pamoja na kuboresha fursa mbalimbali zilizopo za kuhudumia wagonjwa katika fani hii. Sasa kwa nchi yetu faida zitakuwa lukuki. Kwanza tutakuwa na nafasi ya kukaribisha wageni wengi sana kuja katika nchi yetu. Halafu tutakuwa na nafasi ya kuonyesha uwezo tulionao kama destination ya matibabu mbalimbali, ikiwemo matibabu yanayoathiri mfumo wa fahamu. Tutakuwa na nafasi vile vile ya kushowcase vifaa tulivyonavyo ambavyo ni vya kisasa sana, kwanza katika kuagua, katika radiolojia na katika patholojia, lakini vile vile katika kutibu kama afua za magonjwa mbalimbali ambayo yanapatikana katika maisha katika nchi yetu. Vile vile kuonyesha dunia, hasa hii ya Afrika na nje ya Afrika, jinsi gani nchi yetu ilivyoboresha huduma kwa wagonjwa wenye matatizo ya mfumo wa fahamu hapa kwetu, lakini vile vile kutakuwa na sessions za kutoa nafasi ya kuwaeleza katika nchi yetu tumeendaje. Labda nisisitize kwamba kwa zaidi ya miaka 30 taasisi ya MOI imejikita katika kutoa huduma kwa wagonjwa katika nchi yetu ambao wamekuwa na matatizo ya mifupa na magonjwa katika mfumo wa fahamu. Tunaposherehekea miaka hii, imekuwa ni nafasi adhimu tena kuwa na nafasi ya kuwa mwenyeji wa mkutano utakaoleta watu kutoka katika nchi nyingi sana za Afrika zilizokuwa chini ya jangwa la Sahara, ili waje waangalie wataalamu wetu wamekuwa wanafanya kitu gani, na kwa sababu ya mafanikio makubwa ya utekelezaji wa afua hizi ambazo zinaonekana kufanya kazi, ndiposa taasisi imepewa jukumu hili la kuwa mwenyeji, lakini vile vile kuwa na nafasi kubwa sana katika kamati ya maandalizi. Wito kwetu sisi wote kama wananchi, wito kwa wadau, ni utakuwa tumepoteza nafasi adhimu sana kama wenzetu kutoka katika jamii, wadau wa maendeleo, wanafunzi wa vyuo vikuu, walimu wa vyuo vikuu, taasisi za utafiti katika nchi yetu na hata katika hili eneo la Afrika zitakuwa zimekosa nafasi ya kushiriki katika mkutano huu. Sekta binafsi hatuwezi kuisahau kabisa, kwa sababu sasa hivi tuna mkakati mkubwa sana wa kutoa nafasi kwa sekta binafsi pamoja na sekta ya umma kuungana pamoja kusukuma ili gurudumu mbele, kwa sababu tukiachia mzigo wote kwa serikali haiwezekani watu ikafanikiwa. Wadau wa afya katika sekta ya afya tunawategemea sana kuwa na nafasi katika mkutano huu, kwa sababu hawa ndio wanaoibua wagonjwa wenye changamoto ambazo nimekuwa nazizungumza hapa, ambao wakija wakisikia wataalamu wanaongea vitu gani, itawawezesha sasa kuwa na ari kubwa zaidi kwenda kuwatafuta, alafu kuwaagua na kuwapeleka kwa wataalamu ambao watakuwa wanahusika na magonjwa yao. Mwisho lakini si kwa uchache, vyombo vya habari ambayo ndio jicho linalotusaidia sisi kuona kwamba nyie waandishi wa habari kama washirika muhimu sana katika shughuli hii, hamtaishia tu kwenye ukutaniko hili tulilokuwa nalo leo, lakini kila mara mtaendelea kuhabarisha umma juu ya uwepo wa mkutano huu mkubwa na kuwasaidia wajue kwamba hakuna elimu ambayo ni mgando, ni elimu ambayo inaendelea, yani ni dynamic, na kwa sababu hiyo imani yao katika huduma tunazozitoa tutakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuwahudumia kwa weledi mkubwa zaidi. Nituchukue nafasi hii kuwashukuru sana kuja, lakini vile vile kuwaeleza kwamba mkutano huu utakuwa na nafasi kwa mara nyingine
kutangaza uwekezaji mkubwa ambao serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya katika sekta ya afya kwa ajili ya kuboresha afya ya wananchi ili watoe mchango muhimu katika maendeleo ya nchi yetu kiuchumi, kijamii, kiakili na hata kimwili. Hasa wa kuwa na washiriki zaidi ya 200 kutoka nchi mbalimbali zilizokuwa kusini mwa jangwa la Sahara, alafu na wawezeshaji kutoka nchi lukuki ambazo labda huko baadaye tutakuwa na nafasi baada ya mkutano kuanza kujua kabisa kwamba ni nchi gani ilitoa zaidi na nchi gani imetoa upungufu. Hapa Moi, labda tu nikuibie siri, chumba chetu kinachohudumia wagonjwa mahututi, 95% mpaka 96% ya wagonjwa wote wanakuwa ni wagonjwa ambao wana shida moja au nyingine ya mfumo wa fahamu. Na hapo tuna vitanda 19. Lakini baada ya hapo tuna vitanda vingine 17 katika wagonjwa ambao wamepata nafuu kidogo. Hiyo imeshakueleza karibu tunafika vitanda 40. Sasa kama vitanda 40 kati ya vitanda 300, 320, 360 ni idadi kubwa sana. Alafu tuna mawodi mengine ambayo yanaweza kuwa na nafasi ya kuwahudumia. Operating theaters ziko 11 na muda wowote zinaweza zikatumika zote kwa mara moja kuhudumia wagonjwa kama kutakuwa na umuhimu, lakini kiutaratibu tunagawana kati ya hawa wataalamu wanaohudumia wagonjwa wenye matatizo ya mfumo wa fahamu na wale wa mifupa. Kwa hiyo tuko tayari na ndio kazi ambayo tumekuwa tunaendelea kuifanya. Sio hivyo tu, katika miaka ya karibuni serikali imetuletea mtambo maalum unaitwa Cath Lab unaofanya uchunguzi katika mishipa ya damu hasa ile iliyo katika mfumo wa fahamu, ubongo especially. Kwa hiyo tunasaidia hata wale waliopata kiharusi au wale ambao wana uvimbe kwenye mishipa ya damu inakuwa kama maputo ambayo imesababisha kwa kiwango kikubwa sana kuzibua mishipa ambayo ilikuwa imeziba, na wakati mwingine kuziba mishipa ambayo inaweza kupasuka na kuleta madhara makubwa zaidi. Haya yote yanafanyika kwenye taasisi hii. Kuna MRI 2, kuna CT scanners, vyote hivi vinawawezesha wataalamu wetu kujua mambo haya mapema. Na sio hivyo tu, kwa sababu ya wingi na ongezeko la wimbi ya wagonjwa, vile vile tuna utaratibu sasa maalum ambao unafanya kazi hizi kufanya kwa wingi kwa mara moja, kwa kutumia matundu kichwani, alafu na kupitia kwenye pua, kwenye vile vivimbe vinavyokuwa kwenye sakafu ya ubongo. Kwa hivi vyote tukichukua na hali ya mgongoni, watu wanaokuja kupasuliwa kwa njia ya matundu, vinapunguza ule muda ambao wagonjwa walikuwa wanatumia kusubiri kwa kipindi kirefu sana ili mmoja aliyepasuliwa aende wodini, apone kile kidonda ndiposa arudi nyumbani. Sasa hivi anaweza akafanyiwa leo, siku 3 baadaye akaambiwa unaweza kaenda nyumbani, usifanye 1, 2, 3, tutakuja kukuona baada ya wiki 2, wiki 3 baada ya mwezi kwa utaratibu wetu kwa tunaweza. Na hii ndio imewezesha taasisi hii sasa kuwa kituo maalum cha kufundisha wataalamu wabobezi wa chuo cha wapasuaji cha Afrika Mashariki, Kati na Kusini kinachoitwa COSEXA na wenzao wanaotoa dawa za usingizi tiba inaitwa CANEXA. Na tunapata wanafunzi kutoka Afrika Magharibi, kutoka Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, wote wanakuja kusoma hapa kwa sababu hiyo. Maana yake ni kwamba utaalamu uliopo unakidhi mahitaji ya kuzalisha wengine kwenda kusaidia wengine katika nchi zao. Yes sir. Naweza kukuambia kwa nini saratani zinatokea kwa wingi namna hiyo katika sasa hivi. Tuna mawazo tu. Tunafikiri labda kubadilika katika mtindo wa maisha, vyakula tunavyokula, madawa tunayotumia, machafuko katika hali ya hewa, hivi vyote hivi, taka sumu ambazo tunazizalisha sisi wenyewe bila kujua na zingine tunazojua lakini hatuzitupi zinavyostahili, vyote hivi kwa pamoja vinaweza vikachangia, bila kusahau vinasaba. Kwa sababu kuna watu ambao vinasaba katika mwili yao inachangia uwezekano wa kupata saratani kwa haraka zaidi au kwa urahisi zaidi kuliko wale watu wengine. Hilo ndio jibu dogo naweza kulitoa kwa swali lako. Lakini la pili, mpaka sasa hivi tunachozungumza hapa tunazungumzia wanaoweza kupasua. Kwa sisi hapa tuna wataalamu wa neurosurgeons, wapasuaji wa mfumo wa fahamu. Hawa wataalamu waliobobea kabisa wako 11. Ako kaidaji ni kakubwa kidogo, sababu kama ulikuwepo wiki iliyopita tulipokuwa tunasherehekea miaka 30, alianza mmoja, wakaja wawili, baadaye wakawa 3, wakawa 4, sasa hivi tunao 11 na wengine wengi wanasoma. Hao ni waliobobea kabisa. Kuna bado bingwa hapo katikati. Kwa idara yao ina watu kama karibu 40 hivi ambao wanatoa huduma mara kwa mara. Lakini katika mkutano huu hatuzungumzii swala la wataalamu wanaotibu. Tunazungumzia wanaoagua, tunazungumzia wa vipimo, tunazungumzia wanaotibu. Kwa inapokuja kuzungumza hawa, lazima tuzungumze na walioko Ocean Road, Tiba Mionzi, tunazungumza wanaoweza kupasua Moi,
Sasa wanaoagua, kuna wale wanaoona wagonjwa mara ya kwanza kwenye clinic, halafu kuna wao wanaofanya uchunguzi radiolojia, halafu na watu wa patholojia ambao wakichukua vipande wanaenda kuviangalia, wanasema hii hapa ni saratani namna fulani. Kwa hiyo timu ni kubwa kidogo. Hiyo timu ni kubwa, na kwetu sisi tumejitosheleza kwamba mtu akipatikana na shida hapa, wenzetu akamuona, wakachukua kisampuli kikapelekwa watu wa patholojia, ni rahisi kusema hiki kinaweza kikatibiwa kwa njia ya mionzi au ni kwa ajili ya upasuaji, au mionzi pamoja na upasuaji na dawa za kumeza, chemotherapy. Hiyo inawezekana kwa sasa hivi katika nchi yetu. Kwa kutambua kwamba katika hizi nchi ambazo bado hazijafikia maendeleo kama zile za mwanzoni, hiyo hali kidogo ni tete. Sehemu ambayo tulikuwa tunatakiwa kuwa na madaktari 200 kwa watu 1000 au kwa watu 100,000, sisi kwetu tuna madaktari 0.5. Hasa katika nchi yetu wataalamu upande wa upasuaji nafikiri ni 5 katika milioni 1 kwa wastani. Sasa unapokuja kwenye wauguzi, unapokuja na wale wengine ambao wanatoa supportive services, na kwa jinsi idadi ya watu inavyoongezeka kwa kasi katika nchi yetu, si ajabu hii namba ninayozungumzia ilishapita na wakati siku nyingi sana. Labda itabidi tuje tuitolee sasa, tuje tutoe wasilisho maalum la mzigo wa wafanyakazi katika sekta ya afya rasilimali watu ukilinganisha na wingi wa watu katika nchi yetu. Na bora zaidi angetoa katibu mkuu Wizara ya Afya, ingekuwa mwakili. Kwa sasa hapa tutakuwa tunaangalia wale wagonjwa ambao wanaokuja kwetu, lakini Wizara ya Afya inaangalia nchi nzima. Kwa nafikiri ni mzuri tu kujua kwamba tunapoongezeka idadi ya watu, mzigo wa magonjwa unakuwa mkubwa, na kama uzalishaji wa wataalamu katika sekta ya afya hauendani na uzalishaji wa wanadamu, wale watazidi kuwa wachache na idadi hii itakuwa kubwa na mzigo utazidi kuwa mkubwa zaidi kwa utaratibu. Musa Kwikima ni daktari bingwa mbobezi wa neuroradiolojia hapa Moi, na pia ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya huu mkutano mkubwa wa SNOSA ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 13 mpaka 15 pale Johari Rotana. Nina haya machache tu ya kusema kwamba mkutano huu ni nafasi adhimu kwa taifa letu la Tanzania. Ni nchi nyingi sana za kusini mwa jangwa la Sahara zilitamani kuwa mwenyeji wa mkutano huu kwa mwaka huu, lakini Tanzania ndo ikawa imechaguliwa, na kutokana na vitu vingi vilivyoongelewa hapo awali, kidogo Tanzania imepiga hatua sana katika kuchunguza pamoja na matibabu ukilinganisha na nchi zingine za kusini mwa jangwa la Sahara. Ninachoweza kuomba na kusisitiza tu kwa wataalamu wote ambao tunahudumia wagonjwa wa saratani za mfumo wa fahamu ni kujirejista, kujumuika kwa wingi, na wote tukawepo pale Johari Rotana ili tushirikiane kwa pamoja na wenzetu wataalam kutoka nchi zote za kusini mwa jangwa la Sahara, na pia watakuwepo wataalam ambao ni diaspora wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara waliopo Ulaya, Marekani na Canada, na pia expertise kutoka nchi hizi. Asanteni sana. Ni hayo tu. Sasa hizi kwa majina naitwa Dr. Steven Shadrack Meena, ninamwakilisha mkurugenzi wa taasisi ya saratani Ocean Road. Sisi kama Ocean Road ni wadau katika matibabu ya saratani ya mfumo wa fahamu, na tumekuja hapa kusisitiza kwamba saratani inatibika, na tungeomba nyinyi waandishi wa habari mtusaidie kueneza elimu kwenye jamii, kwa maana saratani kugundulika mapema inatibika. Na sisi katika mkutano huu tunaenda kuongeza ushirikishaji wa wataalamu wenzetu wa tiba afya kama radiolojia, patholojia, upasuaji pamoja na sisi madaktari bingwa wa ugonjwa wa saratani, ili kuhakikisha kwamba tunaungana kwa pamoja katika kuboresha matibabu ya saratani ya fahamu na kansa zingine. Asante. Habari ya asubuhi, naitwa Dr. Lulu Fundikira. Radiolojia ni idara muhimu kwa sababu ndio idara ambayo uchunguzi unafanyika kwa kutumia mifumo ya picha ambayo tunafahamu kuna mitambo mbalimbali kama MRI na CT scan ambazo tunajua kwamba nchi imewekeza kwa kiwango kikubwa. Basi katika hii hali tumeona kwamba hii miaka ya karibuni kumekuwa kuna uongezeko la diagnosis au tuseme wagonjwa kutokana na matatizo ya mfumo wa fahamu, lakini sio kwamba ni ongezeko tu, ila ni kwamba uchunguzi pia umeongezeka.
viwango vifaa vipo, kwa hiyo wagonjwa wamekuwa wanafahamika wana kitu gani. Kabla ya hapo pengine mtu angekuja ana kama dalili za kifafa, tungesema ana mashetani. Lakini sasa hivi tunafahamu kwamba ukifanya MRI au CT unaweza ukaona matatizo kwenye mfumo wa fahamu, hivi basi kupelekea wagonjwa kupata matibabu kwa wakati, na pia matibabu hayo yanaweza kuwa kama tulivyoona, yanaweza kawa ni matibabu ya madawa, yanaweza kawa ni mionzi, inaweza kuwa ni matibabu ya upasuaji. Kwa hiyo ni muhimu sana, tunawaalika na tunawasisitiza wanataaluma mbalimbali katika hizi fani kuweza kushiriki huu mkutano, kwa sababu ndio fursa tunaweza kuongea kwa pamoja na kuangalia jinsi ambavyo tunaweza kuboresha afya za Tanzania katika mfumo huu wa fahamu. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Hamis Shabani, daktari bingwa upasuaji wa magonjwa ya ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu hapa taasisi ya mifupa MOI. Hapa nikiwa ninamwakilisha mkubwa wangu wa idara Dr. Lemeri ambaye ndio mkurugenzi wa idara ya neurosurgery. Mimi na ambacho nataka kuongezea tu kidogo ni kwamba naomba jamani, wadau wote, huu mkutano ni mkutano wa kimataifa. Ni mkutano ambao tunakwenda kuonyesha ushindani wetu sisi. Kwa hiyo ningependa sana Watanzania, wataalamu na wadau mbalimbali tujumuike kwa pamoja kwenda kuonyesha uwezo wetu. Tumeshashinda hatua ya kwanza kwamba huu mkutano wa kimataifa unaletwa Tanzania kwa sababu tumewashinda mataifa mengine. Sasa basi tuende pale tukawaonyeshe kwamba nini tunachokifanya katika kuonyesha hii hatua mpya ambayo wizara ilishaifanya, kwamba wataalamu wa aina mbalimbali mnakuwa kwa pamoja, mnafanya kazi moja, kwamba tunatibu wagonjwa wenye saratani ya ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu. Ukiwa kama mpasuaji, ukiwa kama mtaalamu wa radiolojia, ukiwa kama mtaalamu wa onkolojia uliko Ocean Road, ukiwa kama mtaalamu wa kupima hivi vifaa, ukiwa kama mtaalamu wa kusaidia mgonjwa akiwa nyumbani, wote hawa ni wataalamu. Kwa hiyo sisi tumeshinda hilo na tunataka tuwaonyeshe wenzetu, na hii ni fursa adhimu sana kwa Tanzania. Ningependa Watanzania wengi zaidi ambao tumeshajiandikisha tuwepo katika huu mkutano. Na waandishi wa habari mnaweza mkatusaidia hilo.